Angalia hapo 9, magoli 9. Maxi pia zaidi ndani ya box. Maxi Kisigiro, Azizi Ki! Mzize. Ki. Azizi! Goal! Ndani kama bao la pili. Christopher Azizi. Ilianza hivyo, alitoa kwa Clement Mzize. Kwa heri shemeji, taifa litakukumbuka kwa mengi mazuri na burudani za soka ulizozileta kwenye taifa letu. Hakika umefurahishwa na umefurahia maisha ya Tanzania na kila kitu kimekwenda vizuri. Hadi dada yetu akakubali kuwa sehemu yako. Stefan Azizi Ki, kiungo mshambuliaji raia wa Burkina Faso ambaye kwa sasa anakipiga kwenye klabu ya soka ya Yanga Sports Club ya Dar es Salaam Tanzania inayocheza ligi kuu ya Tanzania bara. Stefan Azizi Ki alizaliwa Machi 6 mwaka 1996 katika jiji la Abidjan nchini Ivory Coast akiwa na asili ya Burkina Faso. Stefan Azizi Ki safari yake ya kisoka ilianza katika klabu ya ES Bangavel ya nchini Ivory Coast kabla ya kuhamia klabu ya AS FAR ya Menga nchini kwao Burkina Faso. Hapa alijenga jina kubwa na uwezo wake akiwa bado mdogo, akiongoza timu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Burkina Faso. Azizi Ki aliendelea na safari yake ya kisoka, safari hii ikiwa ni kimataifa, akipita vilabu mbalimbali ikiwemo vilabu vya Ammonia Nicosia ya Cyprus, Aris Limassol na Nema Saramia. Hata hivyo, hakupata mafanikio makubwa zaidi huko kabla ya kurejea tena nyumbani na kujiunga na klabu ya ASEC Mimosa ya pale nchini Ivory Coast. Azizi Ki alifahamika zaidi na Watanzania akiwa na klabu ya ASEC Mimosa kabla ya kusajiliwa na klabu ya soka ya Young Africa mwaka 2022 kwa ada ya uhamisho inayokadiriwa kufikia dola za Marekani 150,000. Mafanikio na mchango mkubwa aliyotoa ndani ya klabu ya soka ya Yanga ndiye ambayo yalimtambulisha zaidi Stefan Azizi Ki na kumfanya watu wengi ama kuwa kipenzi cha wapenda soka wengi nchini Tanzania. Tangu ajiunge na Yanga, Azizi Ki amekuwa nguzo muhimu katika mafanikio ya klabu hiyo, huku msimu wa 2023-24 akifanikiwa kufumania nyavu mara 21 na kutoa usaidizi wa magoli 8 na kisha kuwa sehemu ama kutoa tuzo ya mchezaji bora wa msimu wa ligi kuu ya Tanzania bara, na pia alisaidia timu hiyo kucheza fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kabla ya kuifanya timu hiyo kucheza robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mara ya kwanza katika historia yake katika msimu wa 2023-2024. Azizi Ki akiwa nyumbani Tanzania, yako matukio mengi zaidi ambayo watu walimfahamu nayo, lakini pia yako baadhi ya mambo ambayo aliyafanya ilifanya kuongeza zaidi mvuto wake kwa Tanzania. Azizi alifunga ndoa na mrembwende wa Tanzania Hamisa Mobeto. Mrembo huyo maarufu na mjasiriamali mwenye wafuasi wengi zaidi katika mitandao ya kijamii, akikadiriwa kuwa na wafuasi zaidi ya milioni 12. Harusi yao ilivutia hisia za wengi na kuandika historia kwa vyombo mbalimbali vya habari, ikiwemo swala la mahali ya ng'ombe ambazo zilitolewa na Azizi Ki kwenda kwa familia ya Hamisa Mobeto. Stefan Azizi Ki yao akapiga. Kwa mujibu wa taarifa zinaelezwa kwamba Azizi Ki ni mchezaji aliyekuwa ghali zaidi nchini Tanzania, ambaye alikuwa akilipwa zaidi ya dola 240,000 kwa mwaka, takribani milioni 560 za Kitanzania, sawa na takribani milioni 47 kwa mwezi za Kitanzania. Lakini pia Azizi Ki alikuwa akiishi katika nyumba ya kifahari na tiketi 2 za ndege za daraja la kibiashara kila mwaka ambazo alikuwa akilipiwa na klabu hiyo. Stefan Azizi Ki, mwamba wa Gadugu. Stefan reference ni mkwaju wa penalty. Mwaka 2024 ilikuwa ni ngumu zaidi kwa Azizi Ki kubakia nchini Tanzania baada ya kumaliza mkataba wake wa kwanza na kikosi cha Young Africa kabla ya kushawishiwa na kusaini mkataba mwingine. Azizi Ki alikuwa na ofa mbalimbali kutoka nchini Morocco, Mashariki ya Kati na hata mataifa mengine ya kisoka, lakini alichagua kubaki ndani ya kikosi cha Yanga mpaka mwaka 2026 kabla ya taarifa wiki hii ikieleza kwamba ameshakamilisha kusaini mkataba wa miaka 2 kwenda kuitumikia klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco ambayo inajiandaa kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la mwaka 2025 nchini Marekani.
Stefan Aziz Ki ni mchezaji mwenye vipaji vikubwa na vya kipekee aliyechangia kwa kiasi kikubwa katika mafanikio ya Yanga na kuleta umaarufu mkubwa nchini Tanzania, Afrika Mashariki na hata barani Afrika kwa ujumla katika maisha yake ya uwanjani, binafsi na hata kipato chake cha juu kilichowafanya watu wengi kumfanya kama kuwa mfano wa kuigwa na vijana wengine wengi barani Afrika, hususan mashabiki na wapenda soka. Mimi ni Mbushi Kwilasa. Utamkumbuka kwa lipi Stefan Aziz Ki? Tuandikie maoni yako. Aziz Ki. Aziz